Bwana mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu sana, karibu na ukaribie, karibu kaa chini na utulie, karibu madini nikulishe mie. Leo nipo na mtu gwiji kabisa, si mwingine, nipo na Gharibu Mzinga, mtangazaji wa mpira kutokea Azam Media, Azam TV, lakini pia ni mchambuzi wa boli wa daraja A kwenye kizazi cha sasa cha uchambuzi. Tunakwenda kuzungumza yale yote yanayohusiana na michezo ya kuelekea mwishoni wa ligi, lakini jambo moja zito ambalo limenifanya nimfuate ni kuhusiana na mchezo wa tarehe 25 dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya mnyama Simba. Kumekuwa na ukimya, ubaridi kwenye upande wa klabu ya Simba. Tayari Yanga wamepost kwenye peji yao ya Instagram mchezo wa tarehe 25. Hatuoni kwenye kurasa za Simba, hatuoni wakizungumza wale waandamizi wa klabu ya Simba. Kuna ubaridi na ukimya. Kwa mtazamo wako, kwa hali unavyoiona, unaiona Simba wakienda kwenye mchezo ama ukimya wao kwa wewe unakupa picha gani? Karibu sana Gharibu Mzinga, tusikie kila ambacho bwana, swali lako ni nzuri, lakini kimsingi kitu ambacho naweza kucomment hapo ni mazingira yalivyo. Nimeona kuna sura mbili tofauti. Sura ya kwanza ni Simba kutozungumza kabisa kuhusu dabi. Mara ya mwisho walivyotoa statement yao, taarifa kwa umma ilikwenda kwamba hawako tayari kucheza mchezo wa tarehe tofauti na tarehe 15, si ndio? Kwa hiyo kwa sababu ile ndo kauli yao ya mwisho, hakuna statement nyingine ambao wameitoa. Ambaye anafikiria hivyo anakuwa yuko sahihi, kwa maana kwamba mara ya mwisho walisema hawatocheza mchezo mwingine wowote, na ile ni klabu ya wanachama. Of course kuna asilimia nyingine imeenda upande mwingine. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba taarifa kwa umma alivyotoa walikuwa wanaambia wanachama, sawa, kama kuna any changes, wanachama ambao ndio wenye timu yao wanatakiwa kufanya nini? Kujulishwa, yani wajue, sawa. Mpaka sasa hivi unaona kuna ukimya kwenye sakata hilo la dabi. Nazungumzia sakata kwa sababu limekuwa na scenario kubwa ndani yake. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo mtu unaweza kujiuliza kwamba kama msimamo umebadilika, mbona hakuna taarifa yoyote ya kuonesha kwamba msimamo umebadilika, si ndio? Kwa sababu nakumbuka hata ukienda kwenye ukiachana na mitandao yao ya kijamii, Simba ilikuwa imepiga pause ya muda mrefu, almost siku 3 hivi walikuwa wako pause kwenye mtandao wao wa YouTube. Nakumbuka mara ya mwisho walituma maudhui ilikuwa tarehe 16. Umeona? Wakaja kutuma maudhui mengine tarehe 19. Kuna ukimya ulikuwa upo hapo katikati. Kwa hiyo ukiangalia sio tu kwenye social media, hata kwenye YouTube channel na kwenyewe pia wako kimya. Maana yake nini? Unaweza kujiuliza hayo maswali. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo watu wanauliza, na mimi binafsi, licha ya kwamba bodi ndo yenye mamlaka ya mwisho kwa maana ya bodi ya ligi, wao ndo yenye ligi yao, wao wamesema mechi inachezwa tarehe 25. Mpaka sasa hivi watu wanauliza maswali, licha kwamba mamlaka imeshaweka tarehe, lakini bado kuna watu wanauliza maswali. Watacheza? Sasa hawa wanauliza maswali hawaulizi kwa bahati mbaya, wanauliza kwa sababu hawaoni kama mpinzani wa Young Africans kwa maana ya Simba anakwenda kucheza hii mechi kwa viashiria vya moja kwa moja. Ninavyosema viashiria vya moja kwa moja, hatujasikia kiongozi yote wa Simba kizungumzia kama wanakwenda kucheza huu mchezo, sio? Lakini ukiachana na kiongozi, hakuna statement yoyote kutoka popote ambayo imeonyesha kwamba wanakwenda kucheza huu mchezo. Statement ya mwisho walisema hawatocheza huu mchezo. Kwa hiyo hapo ndo sehemu ambayo watu wanajiuliza maswali. Sawa, sasa kucheza au kuto kucheza, mwenye jibu la moja kwa moja ni Simba Sports Club. Umeelewa? Ninachokifahamu ni kwamba mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi, msimamo wao mechi ni tarehe 25. Kwa hiyo maana yake inawezekana usisikilize sauti ya Simba, usisikilize sauti ya Yanga, inabidi usikilize sauti ya mwenye ligi. Sawa, ambaye ndio bodi, yeye ndo anayesimamia hii ligi.
si ndio? Ndio mwenye mamlaka na hii ligi. Kwa hiyo sauti ya huyu amesema tarehe 25 ndo mechi. Umenielewa? Kwa hiyo tunabakia hapo. Lakini sura ya pili ya hili jambo tuliona ile siku ambapo kulikuwa kuna kashikashi kubwa sana baada ya kutoka kwa tarehe ya kwenda kuchezwa ile mechi, na Simba tayari walishatoa press yao before kwamba hawatocheza hiyo mechi. Baadaye tuliona picha za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi kutoka katika klabu hizi zote mbili. Sawa. Ile imetoa majibu mengine kwa watu kwamba inawezekana ikawa picha hizi zinamaanisha kuna solution imeenda kupatikana kwa namna moja au nyingine. Umenielewa? Sasa zile picha lakini hazielezi kwamba kulikuwa kuna kikao cha Simba na Yanga, no. Hazielezi hivyo. Zinaeleza kwamba rais amekutana na viongozi wa pande zote mbili. Umenielewa? Kukutana na viongozi wa pande zote mbili haimaanishi kwamba kuna solution ya Simba na Yanga moja kwa moja. Utahisi kwamba hapa kuna haya mazingira, lakini sio moja kwa moja. Sawa? Kwa hiyo lina ugumu ili swala ndani yake. Lakini watu kutokana na zile picha, watu wanaamini kabisa kwamba Simba anaweza kwenda kucheza. Na kama Simba angekuwa achezi pia, licha kwamba walishasema kwamba hatocheza, kwa situation ilivyo so far, pengine ilibidi aje kuweka clarification kwamba bwana wewe, mimi msimamo wangu kwa wapi? Uko pale pale. Sichezi hiyo mechi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vipo hapo ndani yake. Bwana, nyuma ya kamera ipo mwanadada jasiri nguli kabisa, muite Jackie, na hili mimi sijamaliza. Rafiki usidharau nazi, embe ni tunda la msimu. Mimi ni Isike Fred Eli Kapitano, ndo jina langu la kuchukulia mshahara. Narudi hapa. Umesema kwamba baada ya picha ya Tanzania One President na viongozi wa vilabu viwili, baada hapo tukaona taarifa bodi ya ligi mchezo wa 25, tukaona Yanga wamepost kwenye kurasa zao za Instagram habari picha, wanasema picha ambayo inaonyesha wachezaji wa Yanga na ile tarehe ya tarehe 25. Kurasa za Simba zikawa kimya. Baada ya hapo ni kama mashabiki wa Simba ukiwasikia wao wanasema mechi yao ya mwisho ni dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa KMC Complex pale Mwenge, Dar es Salaam. Yeah, of course ndo kile ambacho alikuwa anazungumzia mwanzo kwenye swala la kuposti kwamba Simba hajaposti kitu chochote kinachoashiria hii mechi. Yes, wanachama pia upande wa pili wanasema hivyo, mashabiki wa wanachama, sawa? Yes, wanasema hivyo kwamba mechi yao, lakini sio kwenye platform rasmi. Sababu rasmi maana yake ni platform za klabu. Hizo ndo rasmi. Lakini kama mtu tu anaongea, inawezekana hata sometimes asiwe shabiki wa Simba, let's say shabiki wa Singida au shabiki wa timu nyingine akasema hivyo, wewe utajuaje? Huwezi kujua. Kwa hiyo hayo maneno yapo, lakini sio vitu vya kuzingatia sana kwetu sisi. Unapotaka credible information, sio sehemu sahihi ya kuchukua taarifa, kwa maana ya shabiki tu ambaye ame-rise up akaja kusema kwamba sisi hatuchezi mechi ya mwisho dhidi ya Kagera, haimaanishi kwamba hiyo sauti ndio ya mwisho kuelekea katika mechi ya dabi. Sauti ya mwisho ni ya viongozi wa Simba. Sawa? Uongozi wa Simba ndio sauti ya mwisho kuelekea katika mechi hii. Iwe wanacheza, iwe hawachezi. Tunasubiri sauti yao. Kwa hiyo nadhani muda unakimbia. Tarehe zinakimbia. Tayari tushaanza kugusa 2020. Tunaelekea kwenye 25, tarehe 25. Tunaisubiri tarehe ifike ili tuone kama watapeleka timu au hawatopeleka timu. Lakini as it stands kwamba mamlaka zimesema mechi tarehe 25, maana yake process zote zitafanyika tarehe 25. Yeah. Kama mtu asipokwenda, unaona kabisa mtu anakwenda kupoteza alama 3 pale uwanjani. Yeah, as it stands itakuwa iko hivyo. Labda kuwe kuna chochote kimetokea hapa katikati. Na nasema kama kutakuwa na chochote kimetokea katikati kwa sababu mechi ilipangwa tarehe 15 before. Ukiachana na ile ya match, ilikuja kupangwa tena tarehe 15. Tarehe 15 Simba alisisitiza ataenda. Maana yake bodi na Simba walikuwa wanaongea lugha moja kwamba wote wataenda. Lakini baadaye mechi ikaja kuhairishwa baada ya mamlaka za soka pamoja na Young Africans kukaa kikao chao. Kikaja na majibu tofauti, baadaye tukaona hadi mechi kahairishwa muda. Labda Simba na yeye anaweza kukaa kikao na mamlaka afu mechi kaja kubadilishwa. Kwa hiyo vyote hivyo vipo, yeah.
Bwana mtazamaji, umepata kusikia takriban dakika 10 za uchambuzi jadili kuhusiana na ule ubaridi na ukimya kuelekea mchezo tarehe 25 kati ya klabu ya Yanga dhidi ya klabu ya Simba. Tayari Yanga wameanza shamra kuelekea mchezo huo, lakini wapinzani wa jadi klabu ya Simba kuna ubaridi, ndio Garibu Mzinga ametoka kuzungumza. Labda nikuibie siri kuhusu Garibu Mzinga, miongoni mwa washambuliaji bora ambao tulipata kuwa nao pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huyu alikuwa mwamba sana. Mimi ni Isike nyuma kamera Jackie.